بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما الذي يبصرنا ويفقهنا على ائتمار بأوامرك وانتهاء عن مناهيك، ونسألك نور العلم ونور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم يا رب العالمين. Akiendelea Sayyidina Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu kutuelekeza namna gani ya kuhifadhi mtu viungo vyake na awe ni sampuli gani na vitu gani ambavyo kwamba inatakana azitumie katika kuvifanya katika viungo vyake. Baada alitanguliza kuwa ni awe na tahara, kwa sababu ndio ufunguo kuingia katika kudhibitisha na kuibakisha viungo vyako kuwa katika kumfuata maamrisho Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na kujikataza na makatazo yake. Naam. Asema radhiyallahu ta'ala anhu, faslu, kigawanyo ambacho kwamba atazungumzia leo ni hali gani ambayo kwamba atakana awe yule murid. Asema yanbaghi lilmurid an yakuna ab'ada an-nas 'an al-ma'asi wal-mahdhurat wa ahfadhahum lil-fara'id wal-ma'murat wa ahrasahum 'ala al-qurubat wa asra'ahum ila al-khairat. Asema ya takikana kujua murid kwa awe ni sifa yake ni mwenye kuwa daiman mbali na wale watu ambao kwamba, au sifa ya watu ambao kwamba wenye kufanya maasi au kuwa mbali na maasi, wal mahdhurat, na makosa yote. Ni usikuwe ni watu ambao kwamba wenye kufuata au kutokubali ama kufanya ile makosa au kufanya makosa ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza waja wake kuyafanya. Kama tulivyotaja maasi, tulivyoelezea mwanzo, sampuli za maasi za dhahir na za batin, hizo zote wewe mbali nazo. Wal mahdhurat pia hizo ambao kwamba yaingia al muharramat wal makruhat. Wa ahfadhuhum lil fara'id wal ma'murat, ni mwenye kuhifadhi, ni mwenye kuhifadhi. Na ametumia hapa Imam Haddad ahfadhuhum, yani al-insan ala qadri istita'atihi wa hafidhu ala salawati walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, ni wale ambao kwamba wenye kuhifadhi, yani kuonesha kwamba kuna ibada mtu ahyana inaweza kuwa kikamjilia kizuizi ama kamjilia jambo ambalo kwamba isimjalia kwa katika halati al-kamal, lakini atakana awe ni mwenye kuhawil kuhifadhi daiman, ni mwenye kujitahidi katika kuhifadhi lile ama kufanya ile maamrisho ambayo kwamba aliamrishwa na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Akasema ahfadhum, ni mwenye kuhifadhi daiman, yani kila wakati awe yeye yuko hadhir kwamba kujua mimi sasa nimeamrishwa hili, nimekatazwa. Kwa hivyo ndio utakuwa ahfadhum, mwenye kuhifadhi ile jambo kwamba aliamrishwa. Lil faraidhi, kutoka na furudha ambazo kwamba alizolazimishwa nazo, wal ma'murat, na maamrisho. Wa ahrasuhum, na mwenye pupa ala al-qurubat, kufuata ile ambayo kwamba yenye kumkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada kuwa amefaradhishwa na ameamrishwa kufanya faraidh, akimbilia afanya nawafil. Kala baada ma faradtu alayhi, kala yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kuwa amemfaradhishia kwamba ule mja wake, baada kuwa amemfaradhishia yale amemfaradhishia, akawa hakutosheka na ile faradhi, akawa akaendelea akafanya yale maamrisho mengine ambayo kwamba si lazima min nawafil. Kal hatta qal atakaraba ilayhim takaribuna ilayhi ba'da ma faradtu alayhim بالنوافل حتى uhibba, yani mtu hawezi kuwa akafika daraja ya kuwa amefanya zaidi ya kile ambacho kwamba alicholazimishwa, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempenda na imemwafikia na amemkubalia kufanya jambo kama lile. Qala fa idha ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha wa rijluhu wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa idha sa'alani la u'tiyannahu wa idha ista'adhani la u'idhannahu. Yani akishafika hali kama hiyo, ukiwa ni mwenye ambaye kwamba mwenye kuhifadhi alama kwamba alioamrishwa katika faradhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuamrisha nazo, kama ni swala, kama ni saumu, kama ni zaka, kama ni wajibu zozote ambazo kwamba zikulazimisha, na kufuata alioamrishwa ambapo kwamba aliambiwa vile ambapo kwamba unavyotakikana. Swala ni wajibu kwa wewe ufanye, ukafanya, lakini je, umefanya namna unavyotakikana? Zile awamir zile swala umezitekeleza? Saumu, kufunga kwako na mengi ambapo kwamba ni kufungamana na wajibu zinazolazimikia ule mwanadamu. Na vile vile ahrasuhum, akasana pupa ya kuwa baada ya kuwashatekeleza zile wajibat akawatekeleza mandubat. Ndio akasema idha hatta uhibba, paka nimpende, haizo kuwa sahib haris illa idha habbahu Allah. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuchagua kuwa ni mwenye kukupenda, basi atakuwa qal idha hubba wa idha sama'a qal yasma'u bihi, kwamba kitakusikia, masikizi yake atakuwa yasikia ninachotaka mimi, na kitaka kuenda yatembea ninachotaka mimi, akitaka kufanya haya yote hivyo. Kwa hivyo utakuwa akishakuwa mwenye kwa hali kama hii, akaona pupa kufanya ile kwamba zaidi ya kuwa amelazimishwa, basi Mwenyezi Mungu atamwafikia kwa hatosikia ila anausikia, anaoridhia Mwenyezi Mungu. Atakuwa hachukui isipokuwa anataka Mwenyezi Mungu, haendi sehemu isipokuwa anaoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na mtu ashakuwa katika sambuli kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena akimlekea yeye mja wake kama huyo, akimomba chochote atampatia, na akijiepusha naye na kujikinga naye kwa chochote pia atamkinga nacho. Hiyo ndio daraja mwenye kupendwa, kwamba chochote atakacho atapewa na chochote ambacho kwamba atajikinga nacho yakingwa nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min almahbubin ya Rabb. Akasema wasra'uhum ila alkhairat, na ni wa haraka zaidi katika kufanya mambo ya khairi, hangojei tena paka ambiwe yeye mwenye jambo khairi yakimbilia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard, kwa ina pupa katika kukimbia kwa ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na maghfira zake na rahma zake. Na wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wamesema wanazuoni huwa ma baina al-maghrib wal isha, kwa sababu hizi al-awqat au mathalan katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatajalla liibadihi likathiri lihibatihi al-'azima, ni katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakithiri kushikisha yale mashikisho yake au radhi zake kwa waja wake ambao kwamba aliwachagua. Ndio akasema fa innal murida, hakika ya murid, lam yatamayyiz ala ghairihi minan nas, yani kwa wewe umetaka kuwa katika njia ya kuwa murid na umechagua njia kuwa kama hii, basi lazima utakuwa tofauti na wengine. Na kama ukiona bado hujakuwa na tofauti na wengine ambao kwamba sifa zao zimetangulia, basi bado hujakuwa katika murid, kwa sababu sifa murid ama huwa ni tofauti kwa wengine. Kwa jambo gani? Asema illa bil iqbal ala Allah, kwani mtu ambaye kwamba daima ni moyo wake na hali yake umiliki Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, wa ala ta'atihi, na taa yake umaoni, isipokuwa maneno yake ni mazuri, fikra zake ni nzuri, hali yake ya dhahiri ni nzuri, batini yake akiwa peke yake mbele za watu, vitendo vyake, maneno yake yote ya kujulisha wewe, ya kukurubisha wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utamwona daima mukbilan la mudbiran, wa yeye yaelekea tu daima. Hii ndio hali ya murid. Watafarrugh an kulli ma yashghilu an ibadatihi, na kuwa amejifaraghisha, amejipokesha na kuwa mbali kwa kila ambacho kwamba chenye kumshughulisha na ibada Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Aketi katika majalis ya watu ambao kwamba wenye lahu, wenye laghat, wenye bu'd an Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye huwa mbali na mambo kama haya. Wa daima hukimbilia sehemu ambapo kwamba kuna Mwenyezi Mungu yatajwa, hukimbilia. Kuna sehemu ya mkumbusha Mwenyezi Mungu, hukimbilia. Hii ndio sifa ya murid, yani daima tumona mukbila ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema na sifa yake pia nyingine, waliyakun shahihan ala anfasihi, au ni mwenye ubakhili tena wa zaidi. Kuna mtu bukhul, yani bakhili kwa nafsi, yeye na bakhili tu, hapendi kutoa, anacho kinataka, lakini hu shahih, yeye hataki kutoa na pia hataki mwenzake atoe. Huo ndio shah, yani yeye ni bakhili wa nafsi yake na bakhili pia mwenzake kufanya ile jambo. Basi wewe kuona ile sifa ambayo kwamba ya ubakhili wa zaidi, ambayo kwamba anfasi zako, pumzi zako, hali zako, maneno yako, sauti yako kitoka isitoke ila kwa radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuwa ni shahih katika anfasi zako, pumzi zako unazozitoa. Bakhilan bi awqatihi, kuna bakhili na wakati wako. Usikubali wakati wako uende hivi hivi, ama mtu akaja kupoteza wakati ukaketi ukazungumza maneno mengine ya maana, ama mkaketi au kaangalia wewe mwenyewe ukaketi kwa faragha bila faida yote. Usikubali jambo kuwa na bakhili. Kuna sifa bukhli ni yapendekezwa mtu katika nafsi yake mwenyewe akiwa katika mujahada, ama bukhli katika mathalan mali au katika ilmu au katika jambo lote la khairi halitakikani. Lakini katika wewe mwenyewe nafsi yako na pumzi yako kujipangia namna gani mimi nitakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo uangalie. Usikubali. Nasema wala yusrif minha galila wala kathi, wala usipoteze ukaitumia la kidogo wala kwa wingi, kwa illa fima yugharibuhu min rabbih, illa kwa kile ambacho chenye kumkurubisha na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaudu alayhi bin naf'i fi ma'adihi, na kile ambacho kitakurejelea wewe manufaa yake huko siku ya kiyama. Naam, hii ndio sifa za murid. Kwa tofauti mwingine, ukimwona mukbil, ukimwona ni shahih an awqatihi, tumwona mashallah wakati wake wote ni maamur ima bitilawati alquran au bizikr au bilmutala'ati alilm au bilmubahatha au bihthana wenzake, amuliza huyu au dhuria huku, au bikhidmati alwalidain au bikhidmati umuri ad-din. Utamwona bihadhihi sura ndio huwa ni murid. Zaidi hapo tena ukiwa tofauti na kamba hilo, bali hujaingia katika ungoni ambao kwamba walikuwa ni muridin. Akasema wayambaghi an yakuna lahu wirdun, natakana pia murid ashakuwa tayari ameshajipamba na sifa kama hizo, awe na wirdi min kulli naw'i min al-ibadat yuwadhibu 'alayha, awe na wirdi ibada au rad ambazo kwamba, au na wirdi huwa makhudha min ar-rad, yani kitu ambacho kwamba itakuwa kirejelea wewe kila wakati, hata kama kile kinwa kirejelea kila wakati. Uwe na kitu ambacho kwamba kutokana na ibada na toa za Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ima ni swala, ama ni kusoma Qur'ani, ama kuleta tasbih au kuleta tahlil au tamjid au tahmid. Uwe na miongoni mwa ibada kama hizo, toa kama hizi, au mathalan sadaqa au mathalan birrul walidain na mengine yote kama hayo, ni iwe ni birri kwa kuwa ni wirdi ambao kwamba waifanya wakati baada ya wakati, wakati baada ya wakati. Na al-ibadat yuwadhibu 'alayha, na huku
ukifanyia wingi. Na يستحب أو مثلا يستحب فيها التنوع katika الأوراد أو الأذكار أو الطاعات والعبادات. Ni usione ibada moja au tofauti. Usiseme mara ndio kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata sisi katika maisha yetu kutupangia sisi katika maamrisho alituamrisha ametutofautisha, mathalan ametugawanyia nyingi, mathalan ametuwekea anwa sampuli nyingi za ibada. Kuna swala, kuna kufunga, kuna kusimama, kuna kusoma, kuna kufikiria, kuna kuangalia na mengi kama hayo. Ila anasema sababu gani? Anasema kwa sababu ile mja apate nishati na asiwe ni mwenye kuwa na malal ya kuwa na kuboeka, mathalan kusoma kila siku tusoma. Kama ni ibada kwa kila siku kusoma pekee Qur'ani, wanadamu wangepata taam. Lakini la, umesoma umeona mimi kusoma sasa nataka kufanya ibada nyingine, nataka kuswali, kaswali. Leo nataka kwenda kutasbih, leta tasbih. Kwa hivyo wewe katika zote hizi jichagulie katika kila aina sampuli ya ibada uwe na wirdi katika ndani yake. Naam. Na yatakikana ndani yake usikithirisha yawe mingi. Asema al-kathir qalilun ma'a al-muwadhaba anfa'u min al-kathir bila muwadhaba. Kuwa na kidogo kwa kila ambacho kwamba utakuwa uendelea nao zaidi kushinda kuwa na nyingi ambapo hutaendelea nayo. Ndio akasema al-ibadati yuwadhibu 'alayha, utakuwa ni daima ni mwenye kuwadhib nayo, uendelea na ile ibada. Na akasema pia wala yasmah bitarki shay'in minha, na wala sikubali kuacha chochote minha kutokana na hizo ibada au hiyo wirdi alizopangia fi usrin wala yusr, la katika kuwa na ufunguko wake mathalan uwezo wake au katika tabu yake. Yani sawa uko kwenye safari, huko kwenye safari, sawa ni mgonjwa si mgonjwa, sawa mathalan umepata wakati au hukupata wakati, mathalan hata umezika na wakati lakini waweza ukidhi. Si kwamba yani usijipatie wakati kabisa, leo basi imeenda sehemu mathalan tumehudhuria hauli, tumehudhuria hadhara, tumeenda mathalan khidma fulani, imenipita wirdi yangu kusoma, la usikubali. Ama leo tuko kwenye safari, ilikuwa kila siku na swali dhuha mimi, lakini leo nimeondoka kwenye swala, tumeondoka mapema asubuhi, tuko katikati saa 4 saa 5 tuko kwenye gari, siwezi kuswali dhuha, usikubali kupita swali hata kwenye gari. Vile mgonjwa mathalan kila siku mashallah wawadhib ala alwitr raka 11, mimi leo sijiezi na homa kali, la hata raka 3 swali. Usikubali kabisa katika wakati wako ama katika zile wirdi ulizojipangia upunguze kutokana na yale ambayo ulijipangia, sawa katika uwezo ulikuwa nao katika faragha yako au katika yusuri yako au usuri yako na ghairi dhalik. Na pia vile falyukthir min tilawati alquran alazim, akithirishe katika kuisoma Qur'ani, warattil alquran tartila, na uisome Qur'ani kwa namna inavyotakana. Min tilawati alquran alazim ma'a tadabburi li maani, kwamba uwe ni mwenye kuyafahamu yale maana ambayo kwamba liko kwenye Qur'ani. Imam al-Haddad akasema watul al-Qur'ana biqalbin hadirin wajlin ala ad-dawami naam, kwamba watul al-Qur'ana biqalbin hadirin wajlin, kwamba ukisoma Qur'ani wewe usome kwa moyo wako ukiwa ni hadhir na ukiwa na wajl, yani kwa hofu مثلا kwa kutadabbari yale ambayo kwamba iko ndani ya Qur'ani, ala ad-dawami wala tadhhal wala taghibi, wala usikubali kwamba kuna uvivu na ukupata kuwa na chini, na wala pia usikhibu kila wakati. Gal fa inna fihi alhuda wal ilmu fihi ma'an, kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna uongozo. Inna hadha alqur'ana yahdi allati hiya aqwa, ya Qur'ani ya mwongozo ule ambao kwamba ya kuongoza wewe katika sehemu ambayo kwamba ilikuwa na usimamo. Gal fa inna fihi alhuda wal ilmu fihi ma'an wa fihi an-nuru wal fathu 'an al-kashf lil-hujubi, na ndani yake kusoma Qur'ani kuna nuru ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupilika katika moyo wako na katika viungo vyako, na pia vile fatah ambapo kwamba kusudia sema Imam al-Haddad yani bihi al-kashf lil-hujubi, kukashifia wewe yale ambayo kwamba yalofichika. Anasema wa tartil al-alfadh, na kuratilisha ni kusoma harfu inavyotakikana, usiponde Qur'ani, usisome ambapo kwamba haitakikani, soma namna ambapo kwamba inavyotakikana. Waliyakun mumtali'an bi'azamati al-mutakallim 'inda tilawati kalamihi, ni uwe umejaa katika moyo wako kwa adhama yule ambaye kwamba anazungumza, kwamba haya Mwenyezi Mungu ni maneno ambayo kwamba aliyoshikisha kwa Mwenyezi Mungu. Qala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna nazzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatafakkaru ulul albab, kwamba sisi ndio tulokushikisha. Nimetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mubarak utakuwa na baraka ndani yake, bihadha aliyosema Imam al-Haddad kwamba kuna nuru, kuna hidayah, kuna fath. Kwa ajili gani? Tadabbaru ayati, upate kutadabbar, kuangalia yale ndani yake, ya kusudiwa nini Qur'ani, yazungumzia nini Qur'ani. Walitafakkaru al-albab, na kumbuke wale ambao kwamba ni akili. Hapa akasema Imam al-Haddad mumtali'an, ujue kwamba neno kama haya
ambao kwamba inda tilawati kalamihi, katika kusoma kwako maneno kama haya ujue yametoka kwa nani. Wala yagra kama yakra'ul ghafilun, asisome kama anavyosoma wenye kuwa na ghafla. Qala fala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubihim aghfaluha, hawaketi wakatadabbari alqur'ani am katika nyoyo zao zimefungwa. Waqala ulama ma ala qulubihim aghfaluha, yani ghufl. قال غفل كويله قال كويله صدى ile kutu ambao kama zilojaa uchafu ambao kama zilojaa katika moyo wako ndio umepatikana ghafla. Na ghafla ya kutu kama hiyo patikana wapi? Asema bihubbi dunya wal hirsi ilaiha wa jam'iha, kama ilivyotangulia. Hiyo yote ndio ileta ghafl ambao kwamba maala qulubi aghfal, au katika nyoyo zao hawaketi wakatadabbar Qur'ani kama hii. Imeshikishwa Qur'ani kama hii ni kwa ajili ya kutadabbar, si kwa ajili ya mengine. Ama katika nyoyo zao kuna mfungo ambao kwamba wamefungika, hawezi kutadabbar maneno kama haya. Ndio akasema hapa wala yagra kama yagra, usisome kama wanavyosoma alghafilun, ambao kwamba hawajui wanachokisoma wala hawaifahamu wanachokisoma. Alladhina yaqra'una alqur'ana bi alsinatin fasiha, ni wale ambao kwamba wenye kusoma Qur'ani kwa ulimi ambao kwamba zilikuwa fasaha, kwa tajwidi mujawwada, na kwa qira'a atakazotaka atakusomea kwa qira'a anazotaka yeye, kwa kila ina sampuli. Wa aswatin 'aliya, na sauti zilizokuwa juu. Wa qulubi min alkhushu' والتعظيم خاليه, na nyoyo zao kutokana na khashia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na adhama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipo. Wao himma yao kubwa tu namna gani sauti yake itakuwa nzuri, namna gani atakavyotoa harfu hii, namna gani atasoma qiraa hii, namna yatakani. Si kwamba ni vibaya isomwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu, hakuna kitu ambacho kwamba ni zaidi kama mtu kujua kusoma Qur'an na kujua ulumul Qur'an. Hakuna ilm a'lam au afdal min ulumul Qur'an, lakini isiwe ni khali anil khushu' wal 'azamati lillah Subhanahu wa Ta'ala. Isiyo kwamba moyo wako basi wewe ihtimamu yako basi ni kusoma tajwidi peke yake na kutoa sauti nzuri na kusoma kwa nagma hii ama kusoma kwa qiraa hichi ama kupita kwa njia hii, la, isiwe ni maksudi yako kama haya. Ndio akasema hakuna ambaye kwamba msema radhiallahu ta'ala anhu mwanazoni, hakuna ambaye kwamba yajua au a'lam bima fil Qur'an mithlullah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna ambaye kwamba yajua yale elimu ambayo kwamba iliyokusanya Qur'ani kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'dahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na baada yake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ndio yajua ilmu ambayo kwamba iliyokusanya Qur'an. Wa ba'dahu as-sahaba, na baada yake tena masahaba, na baada yake tena wakaja wanazuoni radhiallahu ta'ala alayhim, wakaja tena polepole, kwa sababu Qur'an ndio ilmu au ni kitabu ambacho kwamba kilikusanya fani zote. Hizi fani zote tunazoziona kutoka kuanzia ulum ambazo kwamba zinatokana na bil-Islam wal iman, mathalan al-fiqh wal mathalan ulum ash-sharia, ukija katika ulum al-i'tiqad, ukija katika ulum at-tazkiyah, zote hizi bihadha al-haythiyya zote zimetoka kwenye Qur'an. Ukija katika elimu zingine mathalan za al-ala kama ni nahwu, ni balagha, ni mantiq, ni sarfa, zote ambapo kwamba hizi ulum ambapo kwamba za siku hizi za kiteknolojia mathalan, utakuja zote mambuha min al-Qur'an. Elimu zote zimetoka katika Qur'an, hakuna chochote kilichotoka. Allahumma Mtume sallallahu hata ile maneno ambapo kwamba ahkama alizotuelezea Mtume sallallahu kullaha ma'khudatun min al-Qur'an, zote zimetoka kwenye Qur'an. Kwa hivyo tena baada tena kwa ilivyokuja tena wakati sasa himma zimekuwa chini na watu wakawa wameshughulika na mengine ambapo kwamba si muhimu, ikawashughulisha wao na kitabu cha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, ndio zikaja fani hizi zingine, kila mtu akawa sasa tena yatakhassas kutokana na kila ilmu ambapo kwamba alifungulikiwa ama alifahamu zaidi. Ndio akasemekana kwamba zimefika ulum zimefanywa hasr ilmu ambazo kama zilotolewa katika Qur'ani hawali takriban ilmu 400,066 kwamba ilmu ambao kwamba ni 400 na 66 na 666 kwamba ilmu ambao kwamba ilikusanywa tu 400. Ukisema leo hii ilmu tasawuf unasoma usibaki katika huyu zidi utaitoa wapi? Lakini angalia kwamba ilmu ambayo kwamba iliyokusanya ndani ya Qur'an. Ndio sema Imam Shafi'i radhiallahu ta'ala anhu akitaka kuonyesha adhama ya kwamba Qur'ani hii imebeba elimu zote na mtu kwamba za kuitumia akiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia. Akasema kuna siku hakadha alikuwa katika Makkah, akamwambia wanazuoni wenzake mambo kama haya. Akamwambia niulizeni mimi chochote kutoka Qur'an na nitawajibu kupitia Qur'an. Basi wakaketi wanazuoni asema saluni amma shi'tum min al-Qur'an, niulizeni chochote mnachotaka kutokana na Qur'an na mimi nitawajibu kutokana na Qur'an. Al-Imam Shafi'i radhiallahu ta'ala anhu wanazuoni kwa pale wanazuoni, basi akawasema fasalu fi daqa'iq al-masail, wakamuuliza katika dakika za miongoni mwa masaili wamuuliza, akasema law qatala muhrimun zamburan hal lahu jazaa'un. Muhrim kama maarufu katika haji, mtu akaharimia hurima alaykum ايش qatlu hurima alaykum sayyidul bahri, sayyid ni kumaza kukuinda ama kukata ama kuua ama chochote katika zile. Akamwambia je, mtu akiwa katika muhrim akaenda akamua zumbur, zumbur ni nyuki yule ambaye kwamba ni mkali katika tawafu, muhrumia na ni mara kuja nyuki wanjaa katika tawafu,
nini hukumu yake? Na sisi muhrim shakatazwa kuua, utafanya nini? Akasema lahu qal yaktuluhu wa laysa lahu jaza, kwamba yuamua. Na dalili yako umetoa wapi? Asema nimetoa dalili yangu kutoka kwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kana ya'muru bi qatlihi. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala kwa kiamrisha watu kumua huyo Zambur. Na pia vile vile kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema قال اقتدوا من بعدي ابي بكر قال اقتدوا من بعدي ابي بكر وعمر, fuateni yale ambao kwamba watakuja, wafuate ambao kwamba watakuja baada yangu, Abubakar na Umar. Na mimi nimeshika kauli ya Sayyidina Umar, na pia ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Na hayo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallam tumeambiwa katika Qur'ani, alikuja nao Mtume sallam, fuateni alichokataza mjikataze. Akatoa istinbat kwamba ma idha qala ma ataakum rasul fakhudhuhu, Mtume sallam ametuamrisha sisi kufuata maneno ya Sayyidina Abubakar na Umar, na mimi nafuata maneno ya Sayyidina Umar. Na Sayyidina Umar asema nini? Asema kwamba huyu Zambur kimuona muwe. Hadha istambata hadha alhukm min alquran, akatoa hukumu hii kutoka na Qur'an kuonyesha kwamba ile adhamatul Qur'an liko ndani yake. Falihadha mtu katika Qur'an ukiketi ukitadabbar, ndio wasema wanazuoni kwamba Qur'ani mtu akiangalia kwa undani wake imegawanyika, ama mathalan ina maudhui 9 ndani ya Qur'an. Maudhui ya kwanza alhalal walharam والمحكم والمتشابه والإنذار والتبشير والإنذار والمثل والقصة والموعظة. Hizi zote ni au mathalan ni maneno au maudhui ambazo zimezungumzwa katika Qur'an, hakuna zaidi hapo. Amezungumza kuhusu halali, amezungumza kuhusu haramu. Kuna aya zingine ambazo kwamba ni muhkama, ambapo kwamba hazina ishkali zozote, mtu akisoma zote atazifahamu. Kuna zingine mutashabih, ukiziangalia mathalan hazifahamu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au yahitaji tawil, na hawajui tawili hii illa ulama warasikhuna fil ilm, ndio hiyo tawili yake. Na pia vile vile ndani yake kuna indhar, kuna vitisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatisha watu, kuna tabshir, kuna bishara amewapatia waja wake, kuna mifano ameyatoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna mauidha ameyatoa, wa hakadha. Hizo zote ndio ule mmoja akasema bal ala inna fil Qur'ani 9 ahrufin saumbika anha bi bayti shi'rin bila khalal, halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun idhatun qisasun wal mathal. Hizo ndio maudhui ambazo kama zinazungumziwa katika Qur'an, vitu vitisa kama hivi. Ndio kaambiwa kwamba mtu akisoma idha tadabbara hadha al-maani atajua ni kitu gani. Ndio atapokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam قال فإن في القرآن أنباء ما قبلكم قال فإن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما يأتي بعدكم والحكم ما بينكم. Katika Qur'ani kuna vitu ambavyo kwamba waliojulishwa, ambao kwamba walioambiwa walikuwa kabla yenu minal umam, na kuna vitu ambavyo kwamba vimetajwa ambavyo kwamba vitakaokuja baada yenu, na kuna vitu ambavyo kwamba hukumu mabaina yenu nyinyi ambao kwamba muko. Hadhi ma hawahu al-Qur'an. Fa idha qara al-insan bi hadha al-ma'na, na kutaamal kwa haya yote na kujua ilmu kama hizi, ndio atajua. Na al-Qur'an huwa al-lafdh al-munazzal lin-nabi sallallahu alayhi wasallam. Nini al-Qur'an? Lafdh ambao kwamba ilishikishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-mu'jazu bi suratin minhu wa yujaru ala tilawatihi. Qur'ani ni lafdhi ambazo kwamba ni lafdhi alizokishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia vile vile Mwenyezi Mungu Ta'ala aliwa challenge, mathalan alifanya tahaddi wale makureish wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba walete walau kadra ya sura ama kadri ya aya kwamba waweza kuleta kama ile Qur'an. Na pia vile vile ni ule mtu ambaye atakayesoma yapata thawabu, ule mwenye kusoma yapata thawabu. Na aya zake wamختلفana wanazuoni, lakini nasema hilo, lakini kwa kauli ambayo kwamba iliyotegemewa zaidi Abdullah bin Abbas anasema kwamba aya zake ni 1000 aya wa 23 و71 آية أو 76 آية, kwamba ni aya ni 200 na 1023 na 676. Hii ndio naam hurufu al-Qur'an, hizi ni hurufu za Qur'an. Ama aya zake ni 600,666. Ama aya zake ni 600,000. Naam نعم 6666 ni aya 6666. Ndio akasema فالالف في الحلال والالف في الحرام والالف في الوعيد والالف في الوعد والالف في القصص والالف في العبر, hizi 6. Kisha baadaye 500 katika ayati al-ahkam, aya za ahkam 500. Kisha kasema wal 100 fi al-mansukh wan nasikh wal mansukh, aya ambazo kwamba zilizoshuka mwanzo kisha baadaye hukumu zake zikabadilishwa.
kisha baada kisha 66 aya zilizobakia 166 fil adhkar wal awrad wal ad'iya zilizobakia. Hizi ndio aya za Qur'ani ambazo kwamba zilizopangiwa. Kwa hivyo kusoma Qur'ani bihadha sura na kufahamu kwa njia kama hii ndio mtu huwa kwamba amekuwa na bitadhim wal khushu' lillah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema yagraunahu kama unzila min fatihati ila khatimihi, isomwe yatakana Qur'ani murida akisoma yagrauhu kama unzila min fatihati, kama ilivyosoma kuanzia kufunguliwa kwake ila khatimi mpaka mwisho wake. Wala qal na'am la, asema hapa kuhusu hawa ambao kwamba wasoma kwa ulimi peke yake na kuwa na ihtimamu na sauti, akasema yagrauna, basi hawa watu usoma Qur'ani kama ilivyoshukishwa min fatihi, kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, wala yadruna maana, wala hajui maana yake, wasoma tu. Ndio asema Ibn al-Farid radhiyallahu ta'ala anhu, ana asema katika maana kama haya kwamba kuweza kuwa mtu yasoma au yazungumza maneno yeye mwenyewe hata hajui yazungumza nini, ama ile maneno hata hayafahamu yeye. Akasema قال أسمى حدثني عن حديثي إن كجا أسمى يا أخت سعد حدثني، قال يا أخت سعد، يا أخت سعد من حبيب حدثتني، قال يا أخت سعد من حبيبي حدثتني، قال برسالة أديتيها بتلطف، يا أخت سعد من حبيب حدثتني، قال برسالة بتلطف قال أديتيها، قال برسالة أديتيها بتلطف، قال فعرفت ما لم تعرفي ونظرت ما لم تنظري وسمعت ما لم تسمعي. Asema nimejua yale ambayo kwamba wewe mwenyewe hukuyajua, na nimeona yale ambayo kwamba hukuyaona, na nimesikia yale ambayo kwamba hukuyasikia. Ndio kusema al-murid daiman, hata kama mathalan umeweza kusoma Qur'ani umesoma na ukasikia, basi sikiza. Hata kama mathalan ule mtu ambaye kwamba sura kama hizi utakuta watu siku hizi mashallah yatabahuna wa yatafakharuna bihadhi al-ashya, wewe usiangalie wao. Lakini je, mimi kama murid uwe kama Ibn al-Farid, يأخذ سعد حديث، قال يأخذ سعد قال يأخذ سعد من حديث حدثني، قال برسالة أديتيها بتلطف، umeletea risala mimi ambapo kwamba kipenzi changu, na kama tusema ahabul mahbub inda al-murid Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna muhib zaidi yake. Umeletea risala yake, maamrisho yake, maneno yake haya. Basi akasema nimesikia yale ambapo kwamba hukuyasikia wewe, nimeyajua yale ambapo kwamba hukuyajua wewe, na nimeona yale ambapo kwamba hukuyaona wewe. Hakadha yakun حال المريدون وحال الخاشعون لله سبحانه وتعالى. Ndio akasema wala ya'lamuna li ayi shay'in unzil, wala hawajui kwa nini nimeshukishwa Qur'ani kama hii, wala alimu la amilu, leo angejua kwa nini nimeshukishwa angeifanyia kazi. Asema fa innal ilma, hakika elimu ma nafa, ni ile ambayo kwamba ilikuwa na manufaa, wa man alima wa amila, na ule ambaye kwamba alofanya na alojua na hakufanya, au man amila wa ma amila, ule ambaye kwamba alojua na hakufanya, falaysa bainahu wa bainal jahil farq, basi hakuna tofauti baina wewe na ule jahil, bal yakun hujjatan alayka alilm, kwamba huna udhur kwamba umejua na hukufanya kazi. Ule jahil si kwamba yeye ni maadhur pia, lakini yuko akhaf, kwamba ile hoja yake inakuwa akhaf kushinda wewe, kwamba ilikuwa aweza sema mimi kwa sijui, lakini wewe umejua na kisha kufanya. Asema ma amil falaysa bainahu wa bainal jahil farqun illa min haythu inna hujjata Allah alayhi akad, illa tu kwamba hakuna tofauti baina wewe jahil, ulikuwa hajui, kwa sababu mtu kwamba hajui kitu hatofanya, basi na wewe pia vile vile umejua kitu kufanya mfano wako wa jahil, hakuna tofauti, illa tu umemzidi ule jahil. Wa inna hujjata Allah alayka akad, hakika hujja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yako umekuwa na usitizo zaidi. Fa'ala hadha, bas juu hilo, yakunu aljahilu ahsanu halan min, ule jahili basi wana hali yake nzuri kushinda wewe. Walidhalika qila kullu ilmin la ya'udu alayka naf'uhu faljahlu a'wadu alayka minhu, bas kila elimu ikiwa manufaa yake haikukurejelea, basi kutojua kutojua ni manufaa zaidi kuliko kujua, na ile kujua kwako hakukuletea manufaa. Yani kujua kwako kama haijakuletea manufaa, basi afadhali kutojua kushinda kujua na kutoletewa manufaa. Ndio kasema laysa qala al-ilmu laysa al-ilmu ma hufidh bal al-ilmu ma nafa. Elimu si ile ambayo kwamba ilihifadhiwa. Mashaallah, wazungumza, waelezea, wafanya vile, mtu akija kuuliza masala mashaallah amjibu pale pale, ukitakuja wajua kwamba hii hukumu umeona kitu umetokea. La, hadha laysa al-ilm. Al-ilmu ma hufidh bal al-ilmu ma nafa. Ndio sema Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu asema قال إن العلم هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. هو أسمى العلم ليس قال العلم ليس بكثرة اللسان، أو العلم ليس، ونعم العلم ليس بكثرة اللسان، بل العلم هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. elimu
si kwa wingi ambao kwamba wenye kuzungumza yule mtu, bali ni nuru ambao kwamba yamwekea ndani ya moyo wa mja wake. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zungumza al-ilma an-nafi' ya Rabb, ambao kwamba wenye kutuongoza sisi na kutubasirisha sisi na maibu zetu na kutuongoza katika manufaa yetu ya Rabbul Alamin. Ndio akasema waliyakun laka ayuha al-murid, bas uwe murid hadhun min at-tahajjudi fa inna al-layla waqtu khalwati al-'abd ma'a mawlah, basi uwe na wakati pia umejifaragishia katika usiku wa khalwa kwa peke yako, umejikhalilisha, umejiweka kivyako, umejipokesha ma'a mawlah, na mola wako subhanahu wa ta'ala. Fa akthir fihi min at-tadarru', kithirisha katika kunyenyekea kwako, katika kudhalilika kwako, wal istighfar, na kuleta istighfar katika usiku, wa naji rabbak, na naji Mwenyezi Mungu, khutubiana mola wako subhanahu wa ta'ala, bilisani dhilla, kwa ulima ambao kwamba ilikuwa dhalili, wal ittirar, ya kutaka haja zaidi, una mahitaji ya zaidi, an qalbi mutahaqqiq, kwa moyo ambao kwamba ulikuwa unatahaqqaq na haya yote ni dhalili, umejiona mimi sina uwezo, sina nguvu, sina lolote ambalo naweza kulifanya hapa ulimwenguni, la katika kujiletea manufaa wala hata kujiondosha na madhara. Binihayat al-ajzi, kwa mwisho wa kutokuwa na uwezo, wa ghayat al-inkisar, na kilele cha uvundifu. Wahdhar, ndio akasema antad'a qiyam al-layl, na uchunge wa akhir al-layl, kama tulivyotanguliza pia kule katika usul at-tariq au usul as-suluk, ni kwamba ayakuna lahu qiyam as-sahar, wa na kukesha usiku. Ndio akasema aqalluha thuluth al-layl min al-akhir, imma rak'atayn قبل الفجر بساعتين au اقل شيء بساعه, yani uamke kabla alfajiri, yani kabla alfajiri uko macho. Ndio akasema wahdhar an tad'a qiyam al-layl, uchunge kuacha qiyam al-layl. Na tofauti baina qiyam al-layl na tahajjud ule ambao kwamba hakulala kabisa, wa man tahajjada min layl, yani usiku basi, yani huwa man bata fi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala ila an tala al-fajr, hadha man tahajjada, yani yeye katika tahajjud. Ama qiyam al-layl ule ambao kwamba alolala kisha baadaye akaamka, hata kama ni dakika 5 hata nusu saa, madamu kwamba katika usiku baada ya swala al-isha umelala kidogo kaamka, basi ma baada min al-ibadat unafanya yuhsab laka annaha qiyam al-layl. Wa tahajjud fi haina tofauti, tahajjud au qiyam al-layl ni tofautiana tu katika alfadh na maana, lakini ibada ni zile zile, hakuna tofauti yake. Ndio akasema antad'a qiyam al-layl, kuacha usiku, na hadman lin-nafs wa mujahadatan lin-nafs, afadhali mtu ulale ili uache ile shahwa ambayo kwamba ulikuwa nao, ulale kidogo uamke sasa. Ama ule ambao kwamba atakwambia kesha, akishatoka hapa mathalan darasani halali mpaka kesho asubuhi, hakuna tofauti. Mfano wake pia kama ile kufunga, kwa kufunga siku na kwa siku, je, bora zaidi asoma dahr kullu au tasuma yawma tatku yawm? Bora zaidi ufunge siku ache siku, kwa ajili ya kuhisisha ile nafsi yako, kujalia nafsi yako kuwa na mujahada, kwamba leo apata kesho upate, leo starehe kesho starehe. Kwa hivyo na vile vile afadhali mtu alale kidogo ili apate kuamka, yoyote kasban lilash lilajri almujahada. Asa basi chunga zaidi kuacha qiyam al-layl, wala yati alayka waqtun, wala isikujie wakati sahar, wakati wa usiku, illa wa anta mustaygid, na uko katika hali uko macho, sio umelala. Dhakirun lillah subhanahu wa ta'ala, ni wamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hali kama hiyo. Na tukiangalia radhiallahu ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi hadha maarufu ilikuwa na Aisha, ilikuwa kiamka usiku hata tawarrama qadama sallallahu alayhi wasallam. Mtume Aisha akamwambia gaba, ya Rasulullah, alaysa unzila ilayka alaysa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, si wewe ambao kwamba ulishikishwa aya kwamba umesamehewa madhambi yako yaliyotangulia na yaliyotangulia na atakokuja. Akasema alama kun abdan shakura, nisiwe ni mja ambao mwenye kumshukuru Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, na tukiangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam pia katika tahajjud yao, kaifa kanat mathalan halatuhum haula العارفين مثلا او اهل المعرفه اهل الله سبحانه وتعالى, kiamka usiku ilikuwa yani nadimahum, jambo kubwa sana ambao kwamba walipenda zaidi wa kusoma Qur'an. Ndio kana akthar nadima, ukishaleta istighfar mathalan kwa idadi fulani au adhkar kadha kadha, ukishaswali basi ile Qur'ani haiwati imma fi salah au kharij as-salah. Ndio Mtume sallam katika kupokewa kwake kwamba alikuwa akikariri Qur'ani katika usiku wake, akamka asema sallallahu alaihi wasallam katika aya iliyoshikia kwake يا نبي عيسى قال إن تستغفر لهم فإنهم عبادك، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تستغفر لهم قال فإنهم عبادك، أنت غفور رحيم، فإنك غفور رحيم. ukiwaadhibu ya Rabb, Mtume sallam aliketi usiku mzima yakariri aya hii, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, in tu'adhibhum fa, usiku mzima kariri aya kama hii. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipokea kwake akiamka usiku ahyana katika kusoma kwake na kupata khushu'
tadabbur bihadhihi al-ashya na kupata ladha hii kwa usiku. Asema hata yukhsha, hata rubbama yukhsha alayhi min al-khushu'i wal khashya, paka masa yuanguka yazimia usiku kwa ile khashya na hofu alikuwa nao na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Asema au fala rubbama yamrad, yuamka asubuhi ana ugonjwa, ampatwa na maradhi fulani, na ile maradhi yamwangusha kwa hali ambayo alikuwa nayo. Ipokea kwa Ibn Tamim ad-Dari vile vile alikuwa kitaamal katika Qur'ani akisema katika aya katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema am hasiba alladhina ishtarahu sayiat an naj'alhum kalladhina amanu, akikita kikiri aya kama hii akikumbuka am hasiba alladhina ishtarahu wadhania, wala ambao wenye kuenda kupapilia kufanya madhambi na kufanya makosa tutawasawazisha kama ambao walioamini na kufanya mema. Akita fikiri aya kama hii, mimi hali yangu ni vipi? Akita kikariri usiku mzima am hasiba alladhina ishtarahu sayiat an naj'alhum kalladhina amanu, yoikariri yote na kikariri kwake si kwamba nini ndo pale istahabu nas au mathalan al-shuyukh at-takarrur katika aurad, مثلا basma la ilaha illa Allah mara 100 ama suma la ilaha illa Allah mara 1000 au sala nabii, yani kila kikariri si masha kukariri idadi basi, kukariri na huku tatajaddad ma'aka al-ma'na, tatajaddad ma'aka al-fahm na al-warid vile vile, kila kikariri jambo wakariri na huku maana jambo. Kama vile vile Imam Nawawi radiyallahu ta'ala anhu alikuta siku moja katika akhir al-layl hakadha amesimama fi uswanatin fi masjid, katika msikiti amesimama mbele ya kipila, amesimama akisikia karina huku machozi yakimwagika, akifagifuhum innahum mas'ulun wagifuhum innahum, akumbuka siku ya kiyama watu kinadiwa, wasimamisheni hawaja kuulizwa tunatoka gani sisi leo kusimamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuliza tuliyotanguliza. Wa hakana yatadabbaruna hadhihi al-ashya. Hata mwingine pia Sa'id bin Jubair radiyallahu ta'ala anhu imepokea kwake pia vile vile katika hali kwa kisimama akitadabbar katika Qur'ani na hali kwa usiku akisema famtazu al-yawma ayyuhal mujrimun alam katika surati Yasin famtazu ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin, famtazu piteni leo yenye majrimin. Sikuambia mimi, sikutangulizia ahadi kabla kwamba msimfuate shetani, msimsikize shetani, msifuate maneno ya shetani. Basi kumbuka maneno kama haya, bihakadha al-insan ndo yafika hali akawa sasa ndo tena imemjaa na amepata nuru ya qiyamul layl, amepata faida ya qiyamul layl, amenawirika na Qur'ani, amenawirika na dhikri, amenawirika na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo akasema wallahi ma asbaha rajulun minhu, qal wallahi ma asbaha 'abdun fil yawmi illa wa huwa قال إلا وأكثر حزنه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر همه. Asema waqallat rahatuhu wa batalatuhu. Asema Allah hataamka mtu na hali kama hii, umeamka usiku na kuyamilia ukasoma Qur'ani, ukatadabbar, ukaangalia maana ambayo kwamba liko ndani yake, ukajihisi na unyonge, ukajihisi na utoevu, ukajihisi ni dhalili, huna lolote mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tamko kwamba tutakufanya basi utamka hali hiyo asubuhi, una shughuli yote ya kwenda kutafuta dunia ama kufanya yote katika min al-batalat wa min al-shahawat wa ghair dhalik, utakuwa huzumu yako mahzun, kutamani kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wako huna raha kutarajia sijui umekubaliwa sijakubaliwa. Wa hakadha ndio kana hata baadhi al-arifin asema law alima ahlu janna law kana ahlu janna قالوا كان أهل الجنة في الجنة قالوا كان أهل الجنة في عيش مثل ما نحن أو في عيش وما قالوا كان أهل الجنة في عيش ما نعيش في آخر الليل فإنهم في عيش الطيب. أسمى لو wakiwa watu peponi wako katika aish, katika maisha ambayo tunaishi sisi katika akhir al-layl, basi wao katika aisha ambayo ilikuwa mazuri, yani taladhdhu ambayo wanapata. Ndio pale Muhammad bin Hassan Jamali radhiyallahu ta'ala anhu alisikika hivyo hivyo usiku wake, akamka usiku akikariri kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, ya alladhina innal ladhina amanu salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda, akikariri wudda, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya mema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia wud, mahabba. Kila ile wud akisema wudda yamjilia maana mingine, kila akisema wudda leta maana mingine, kila ikibja wudda leta maana mingine. Wakam yurwa an haula mathalan mithl Habib Umar Rahman al-Attas hakadha katika dhikri kwa kileta Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana, akikariri usiku, akishamaliza ikariri tena, akishamaliza akikariri tena, yani Allahumma hdina fi man hadait, akumbuka Mwenyezi Mungu unaongoza kama alivyoongoza mitume, kama alivyoongoza mursalin, kama alivyoongoza, wa kila kileta dhikri yatajaddad ma'ahu al-ma'na, kila kileta dhikri yatajaddad ma'ahu al-ma'na. Wa hakadha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah turuzuku hali kama hii na kuwa na kusimama na kufanya mema kama haya, yani kile chochote ambacho inawezekana mtu afanye galila. Naam, ndo tukiendelea na fasili nyingine pia akisema Imam al-Haddad wa kuna ayuha al-ibad, shakuwa sasa hii alioelezea hapa kwamba wewe ni mbali kutokana na mahdhurat wal maasi
pia alipokea kwa al-Habib Sayyidina Muhammad bin Ahmad bin Faqih al-Muqaddam قال إني حفظت قال ما حركت 7 جوارحي في المعاصي kwamba jawarihi zangu 7 hizi viungo vangu mimi sijawahi kuziharakisha illa fi taa, sikuwahi kuharakisha ila kwa taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amezihifadhi viungo vyake vote. Mjukuu Sayyidina Faqih al-Muqaddam radhiyallahu anhu anasema mimi viungo vangu vote nimevihifadhi, sikuwahi kuziharakisha isipokuwa kwa taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu inshallah jali yahfadhna minha. Akasema radhiyallahu ta'ala anhu, kun ayuha al-murid, na pia vile vile kwa murid fi ghayati al-i'tina, wewe katika kilele pia katika kushughulika na bidii biigamati salawat, katika kusimamisha swala, biitimami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'ir arkanihinna wa sunanihinna. Pia vile vile uwe ni mwenye kwa ghaya kilele katika kushughulika na kuwa na ihtimam ya kuitekeleza ile swala namna ambavyo ilivyoshikishwa. Tunasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mlivyoona mimi kiswali. Nasema biigamati salawat, kusimamisha swala, wa aqimu salata. وكما قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الأرض الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. هؤلاء ndio wenye kuarithi. Na ndio akasema yahafidhun, kwa kuhifadhi zile swala zao, bigama salawati biitmami qiyamihinna. Hiyo ndio maana hifdh. Umesimamisha swala basi kwa vile vile kama tulivyotanguliza mwanzo wa darasa kwamba uhifadhi, kwani utimize namna kwamba inavyotakikana. Wa qiraatihinna, na usome inavyotakikana kusoma, wa khushu'ihinna, wa khushu' ndani yake, wal khushu' huwa sukun al-a'dha au naam, kwa ni kutulia zile adha zako, wa ruku'ihinna, na rak'a zako uziruku vizuri, wa sujudihinna, na sijda zako, wa sa'ir arkanihinna, na bakia ambako kwamba zarukni zilobakia, wa sunanihinna, na sunna zake, wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi salah, basi nahisisha moyo wako kabla kuingia katika swala, adhamata man turidu al-wuqufa baina yadayhi, ukubwa ule ambao kwamba utakaosimama mbele yake jalla wa ala, ambao kwamba alitukuka na alikuwa juu subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema laysa lil-'abdi fi salatihi illa ma'aqil, tunapokea kwa Mtume sallam kwamba mja katika swala yake hapati katika swala yake isipokuwa kile ambacho kwamba alichokijua. والعقل haipatikani illa bilhudhur walkhushu', haipatikani illa kwa khashya, na kwa khushu', yani kutuliza khushu' kwamba utulize vile viungo vyako, walhudhur an ta'lam ma taqul wa taf'al, wajua kile ambacho kwamba unachokisema na unachokifanya. Ndio akasema qala ana laysa katika hadithi maana alhadith kwamba qad yakunu fi al-insan katika laysa fi salati illa al-ushur au laysa illa ushuriha au tusu'iha au thumuniha au subu'iha au sudusiha au khumusiha au rubu'iha au thuluthiha au nisfiha au la shay fi dhalik. Kwa sababu mtu kwa katika swala yake labda hana ushur, ana ushuri yake, ama labda ana tusui yake, ama thumuni yake paka mwisho, labda kawa na nusu yake, mashallah, ile labda atakana apate 10 kwa 10 akapata imma, kuna wengine upata 9, wengine upata 8, wengine hupati lolote. Ndio pale ndio Imam al-Ghazali radhiallahu ta'ala anhu akasema yaonesha kwamba kuna ibada, kwamba katika ibada kuna au katika amali unazozifanya kuna zile ambazo zenye kuhesabika na kugawanyika. Tofauti kwa al-fuqaha wakisema inna sihhata asema la نعم لا جزءة في الصحة أو لا يتجزأ صحة، يعني لا يتجزأ صحة، yani ikiwa tayari tutahukumia kwamba swala yako umeswali kwa rukun, kwa tahara, umeelekea kibla, imeingia wakati, nguo yako ni safi, sehemu ni safi, umetimiza kwa arkani zinazotakana kwa dhahir sharia ilivyokuamrisha, kwamba nasiha la tajazza, kwamba siha kwa mafuka kusema kwa jambo cha siha haigawanyiki, lakini kwa ukiangalia kwa undani kwamba yagawanyika. Ile amali yako unaofanya hata kama dhahiri yake imekuwa imetimika, lakini kwa undani wa ibada yako yaangaliwa, una khushu' ama huna khushu', umehudhuria au hukuhudhuria, umesoma na kutakana, umekuja kama hilo. Sasa wewe wapata ajiri kwa kadri ambapo kwamba utakuwa na hudhur na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa akasema ni lazima uitimize kiamu zake kama hizo, wa qiraatihinna, na qiraa zake, wa khushu'ihinna, khushu' zake, wa ruku'ihinna, zote hizo, wa sair arkanihinna, wa sunanihinna, pia vile vile na sunna zake zilizopokea kwa Mtume sallam, wa sha'al qalbaka fi ad-dukhuli fi as-salah. Naam, anasema wahdhar, na pia vile anasema uchunge sana, antunaji malikil muluk, mfalme wa mfalme subhanahu wa ta'ala, wa jabbar al-jababira,
mwenye nguvu au mwenye kulazimisha jambo, jua mwenye kutaka kulazimisha jambo au mwenye kuna na jabr na kulazimisha mambo, kuwa na aljabara katika mambo. Biqalbin lahin, kwa moyo wako kwamba umeshughulika na mengine. Mustarsilin fi adwiyati alghafla, kwamba umejalia kwamba yaenda katika ardhi ama katika sehemu za ghafla. Walwasawis, na waswasa. Khailin fi mayadini alkhawatir, jailin fi ma, kwamba wazunguka katika mzunguko katika ardhi ambapo kwamba imejaa na wasiwasi mwingi. Wafikiria nikitoka hapa nitaenda wapi, nitakutana na huyu, nitakula hichi, nitamwona fulani, mbona nichelewesha sana imamu huyu, mbona afanya hivi. Hata huko usiweke hali yako kwamba wewe moyo wako umeshughulika na yote haya. Wala afkari dunyawia, na fikra za kidunyawia. Chunga sana katika moyo wako, kama jana tulivyotaja kwamba katika hadratillah subhanahu wa ta'ala usiwe mwenye kushika na mengine, ni hatari kubwa sana. Na yuru an baadhi salaf radiyallahu ta'ala anhum katika hudhuri yao katika swala. Hata mmoja aliulizwa akasema, hal tadhkuru shay'an ahab, qala hal tadhkuru ahabba shay'an fi salah, je, wakumbuka chochote ambacho kwamba ni wakipenda zaidi ndani ya swala? Asema kaifa atadhakkaru shay'an ahabba fi salah wa huwa ahabbu shay'in fi, vipi nikumbuke kitu ndani ya swala na kipenda zaidi, na hicho swala ndio kitu ambacho kwamba nakipenda mimi zaidi, siwezi kukumbuka. Na ndio kuna Rabi' ibn Khaytham pia upokea kwake alikuwa namna kama hiyo. Ilikuwa ilikuwa kinga katika swala husahau kila kitu. Hata kuna siku alisimama katika swala, gogo katika gogo ya swala ilianguka, hakuhisi chochote. Watu ambao msikiti kule kumambuka hata haisi chochote. Na pia akashikika katika mwili wake ukihitajika kukatwa, moja katika viungo vyake vilitaka kukatwa. Basi akamwambia huyo hatuwezi kumkata. Zamani kwa hakuna chanjo siku hizi kwamba utatiwa kwamba utapata ganzi ama nini, utafanya operation. Leo kwa watu wakatoka kwa hivyo, hakuna mtu atakayeweza. Lakini angalia ilikuwa nini zamani dawa zao. Asema aliingia akasema wacha basi, anasema la yafiduhu illa ad-dukhul fi salah. Asema acha ningie kwenye swala swali mimi baada nikateni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nahnu naqulu hadha bil sama. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie hata ala qadri sutaa, mtu hawil uembali na lahu zungumzo zenye kushughulisha wewe na swala. Udhuri sehemu kukimya, pahala pasafi, hakuna laghat, hakuna chochote. Uweze kufika daraja kama hiyo. Wengine wampokea kwa swali huko kwa mangoma, watu wazungumza, huyu ingia kwa kule watoka, hadi magamati adhima mtu afika. Na sisi inshallah salikin ala hadha at-tariq. Mwenyezi Mungu atufikishe ni tuombe kwamba wenye kuwa na hudhur hadha ya rab. Wakasema basi uchunge sana isikuingie khawatir kama hizi. Ni waje kama hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachagua wamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna chochote ambacho kwamba kinawachopitia wao katika fikra zao, paka tamili zao pia hawaisi. Ndio akasema watard an babillah, ndio akasema fatastawjib almaqt min Allah. Ukiona hali kama hii uko katika hadhara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umeshughulika na mengine, fatastawjib almaqt, utakuwa wapata maqt min Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba uchuki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuweka mbali. Watard an babillah, kutupekwa mbali ama kufukuzwa katika mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akasema wakati qala alayhi salatu wassalam, idha qama alabdu ila salah, akisimama mja kwa swala, aqbala Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlekea. Umenielekea mimi mja wangu na mimi nitakulekea. Aqbala Allahu alayhi biwajhihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlekea kwa dhati yake. Fa idha iltafata ila waraihi, basi akiwa amezunguka kwa asikio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaqulu Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamwambia mja wake, ibnu Adam, ewe ibn Adamu, iltafata ila man huwa khairun lahu minni, umekwenda kumwangalia mwingine ambaye kwamba ni bora ama ni bora kushinda mimi. Fa iltafata thaniyan, akigeuka tena mara pili, qala mithla dhalika, atasema vile vile, ya ibn Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Fa iltafata thalitha, a'rada Allahu anhu. Bas ukishageuka tena mara tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko mbali na wewe. Ndio min huna qala al-fuqaha kwamba mtu asikithirishe kuzungusha kichwa. Hii ni dhahir peke yake, lakini akhtar shay iltifat alqalb. Kwamba mtu mathalan swali uangalia hivi, uangalia vile, hata kama swali yako ni sahihi, lakini umeangalia vile, mara jicho lako ufanya vile, hadha la. Ukiwa umepeleka jicho mara kwanza, umepeleka mara pili, mara tatu, خلاص Mwenyezi Mungu naye pia yuko mbali na wewe. Na akhtar shay alqalb, hadha umeshughulika naye, mara yakwambia tena, ewe mja wangu, mimi niko mbele yako, washughulika na mwingine. Yakwambia tena, ewe mja wangu, uko mbele yako mimi, washughulika na mwingine. Basi kama hukusikia tena, yuko mbali na wewe. Mwenyezi Mungu Ta'ala salimisha ya Rabb, yu'inna ala inshallah ala iqamati salawat يعني على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى ونستوجب فيه رضاه والإقبال دائما علينا يا رب. أسمى فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر, akiwa mwenye kuzunguka kwa uso wake ukidhahir, yu'ridu Allahu anhu, kama wewe wazunguka kwa uso wako dhahir, kwamba basi usichukulie kwa kila, usichukulie kwa kulefuka kwamba basi ni makruh mtu kuzungusha swala kichwa kwenye swala ni makruh, usichukulie hiyo. Anasema kama wewe
kwamba mwenye kuzungusha kichwa kwenye swala yupata i'rad an Allah subhanahu. Fa kaifa yakunu halu man yaltafit biqalbihi fi salati, vipi yule mtu ambaye kwamba gurisha hali zake, gurisha moyo wake huku kwa huku, ila hududi dunia wa zakharifiha, kwa hadhi za dunia na hizi zakharif zake. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila lisan wala wadhawahir, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haangalii kwenye mwili, wala illa ma yanzuru ila alqulubi wasarair. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huangalia moyo mja na huangalia ndani wake. Naam, na hadhihi as-salah kama huwa maarufa ni jambo kwamba lazima tuwe na ihtimam nao sana, na kama ilivyopokewa kwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna salata imaduddin, hakika swala ndio nguzo ya dini, wa huwa thani min mabani al-islam, ni kitu cha pale katika majengo ya Uislamu ama nguzo ya Kiislamu, ya pili yake ni swala. Kwa hivyo mtu kuwa na istirsal katika swala, matawani katika swala, Mwenyezi Mungu Ta'ala amewapatia khatar adhima, mathalan amewapatia ahadi mkubwa zilikuwa kali, sema fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, wana adhabu kali يوم القيامه hao wenye kwamba wenye lilmusallin wenye kuswali, hum an salatihim sahun, katika swala zao wao ni wenye kughafilika ma bihadha shay, au annahum yukhrujuna salat fi awqatiha au akhiruna salat an awqatiha, ni kwamba imma sahun kwamba wewe umeghafilika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala, lakini kisi kama hujaswali, au uko kwenye swala ama waakhirisha swala katika wakati wake, ama waswali wakati, au waswali swala kila siku, waswali wakati, waswali swala katika wakati wa mwisho. Wailu alayhim hadha, ndio kasema wala taqrubu salatu antum kusala wa antum sukara, msikurubia swala nyinyi hukumu kwa katika hali sukrani. Sukara dakhadna bidhahir kwamba mtu kwenye tembo, akili yako si timamu, tena mtu yuko na mkhaddarat na zini au mbali, au sukara kwamba sukara bihubb dunia, umekuwa umeleweka, moyo wako umejaa mahaba dunia na kufikiria na dunia na kufikiria na ashghal huku na kule. Mwenyezi Mungu Ta'ala anasema la taqrubu salata antum sukara, msikurubie. Na tukasema fahimu baadhi ulama kwamba ukiangalia Mwenyezi Mungu Ta'ala kitakuwasifu kwamba wenye kuswali wasema alladhina aqamu salah, utaja kwa iqama kwamba wale simamisha, ama kama wale ambao kwamba akitakuwa kuwaponda ama mtakuwa taja adhabu kwamba wenye kuswali wasema hawataja hivi musallin peke yake, kama hiyo ilivyokuja fawailu lilmusallin, kwamba ule uliokuwa mkubwa uliokuwa mkali au adhabu ilikuwa kali kwa wale ambao kwamba wenye kuswali, na wengi wenye kuswali. Lakini je, wote ambao kwamba wenye kusimamisha swali inapotekana? Si wote, lakini wengi wenye kuswali. Na ndio kasema ndo kama hivyo tukasema kwamba jambo la kwanza kwamba as-salah wa imadu dini ni nguzo ya dini. Kutosimamisha swala wewe bado hujasimamisha dini yako. Na pia kwamba huwa shay alladhi ajma'u alayhi al-jami' al-muslimin min al-umur al-ma'ruf fi-din fi ad-darura, jambo kwamba lajulikana. Mtu hawezi kuja akasema mimi sijui kama swala ni wajibu katika Uislamu, yani huzingatiwi maneno yako kama hayo. Na raka zake ni 17 na ni wajibu kwa kila ambaye kwamba ni mukallaf min dhakarin au untha, min dhakarin balighin aqilin wa untha kadhalika idha salimat min al-mawani'. Mwanamke pia vile ni wajibu, lakini akisalimika kutokana na vizuizi kama kwamba wanavyotaja fuqaha kutokana nao min al-hayd au na mingine au min al-wani' ukhra mathalan kal-junun au al-ighma au na mingine kama hayo. Mtu kama hiyo amesalimika na hayo yote, swala kwake hakuna udhra kuiacha, bal a'zam madhhab as-sahaba radiyallahu ta'ala anhu kwamba annahu man takara as-salah anna tariku as-salah yakfur wa in sawa kana juhudan au hatta kasalan. hawana tafsili kama hiyo masahaba, khasan ajlu as-sahaba minhum sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Ali ibn Abi Talib, kina sayyidina Abi Hurairah, kina Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, kina Abu Darda, kina Jabir bin Abdullah. Hao masahaba wote hao wamekubaliana kwamba yote mwenye kuacha swala amekufuru, kwamba umetoka kwenye Islam, tena kufran irtidaiyan au yani murtaddan, kwamba umetoka kwenye kufuru, kwamba ni murtad. Na akhadha bihadha alqawl al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhhab ya Ahmad bin Hanbal, mwenye kuacha swala ameacha swala kwamba ametoka katika Uislamu hata kama ni swala moja. Lakini wa Abu Hanifa anasema man taraka, ndo Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i wakafanya tafsili kwamba yule atakayeacha swala juhudan, kwamba amekanusha kwamba hakuna swala katika Uislamu, huyo tena amekufuru, na wayuktalu na yauliwa kwamba kwa kuritadi, na kishauliwa kama ni murtadin, basi muamala wake itakuwa ni muamala kufar, kwamba haswaliwi wala haoshwi, na pia vile vile haziku katika makaburi ya Uislamu. Ama yule mwenye kuacha swala kwa ajili ya uvivu, yachelesha swala, ama haswali kila siku, haswali ajua swala ni faradhi, jamaa mtaswali bwana, ama kila Ijumaa mpaka maidi bakaidi, ama haswali kabisa, lakini wajua kwamba swala ni faradhi juu yake. Hapa ndo wakatalifiana, wakatafikiana Imam Malik na Imam Shafi'i, wakasema kwamba man taraka salata kasala yuktalu haddan, yuliwa haddan, lakin idha akhrajaha an waqt ad-darura,
akitoka katika wakati dharura. Na wakati dharura ni ile wakati ambao kwamba kwamba yujma'u fihi swala, kwamba yujma'u kwenye swala. Mathalan mtu musafir, au vile vile mathalan katika mwanamke amepatwa na hedhi, mathalan tara alaiha almani', ambao kwamba idha tara alaiha almani' mathalan wakati ambao kwamba mumkin laha tajma' swala yajumuisha ile swala namna kama hii, akitoka katika kama hiyo an wakati dharura basi yuktal wa yuktalu haddan, yuuliwa kwa haddi, kwamba lakini akishauliwa muamala yake kama muamala Islam, ataswaliwa, atakafiniwa, atazikwa na atazikwa katika maziko ya Uislamu. Hadha tafaka bihi al-Imam Malik wa Shafi'i, lakini Imam Abu Hanifa akasema la. Imam Abu Hanifa kwake akasema hali kama hiyo yuhbasu hatta yusalli, ufungwa jela, utiwa ndani kule, akafungwa mpaka swali. Yeye kwake hakuna kuua, lakini wote wamefikiana kwamba atakayeacha swala juhudan yuktal moja kwa moja, lakini akiacha kasalan masha Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa mu'adham madhhabi sahaba kwamba yakfur, na Imam Abu Hanifa kwamba yuhbas hatta yusalli, wa Imam Malik wa Shafi'i hatta yukhruj an waqt ad-darura, wa ba'da dhalika idhan yustatab, yafuatu atubia bwana swali, akitaka kuswali tena yuktalu bisayf, kwa upanga akatwe خلاص. Wa ashahukumiwa na hukumu kama hii, kuonyesha kwamba ukubwa wa swala kama hii. Ndio twaje imepokea kwa Mtume sallam, imepokea katika baadhi ya hadith warid an Nabii sallam asema anna tariku salah yamutu jai'an atshanan, yamutu dhalilan jai'an atshanan hatta law sugi bi bihari dunya lam yarwi, kwamba yule mwenye kuacha swala waiwafa naye dhalili, ana njaa, ana kiu, hata kenda kiletwa bahari za dunia nzima, maji ya bahari ya dunia nzima kaja kanyushwa nao, hatosheki nayo. Asema yudayyaku alayhi alqabr, bani wale katika mwili wake katika kaburi lake la banwa. Na pia vile vile asema takhtaligu a'dha'uhu, viungo vyake vachikana vafungwa, yani wabanwa ile hali ya kubanwa, kisha anasema waisabu alayhi al'adhab fi alqabr, yamemnishiwa adhabu katika moyo wake, watagallabu fi jamrihi, huko akizunguka katika moto ile adhabu katika subhanahu. Naam, tuendelea kwamba hadithi ambayo kwamba tunasema pokea kwake akielezea adhabu ya mwenye kuacha swala, kisha anasema yusallatu alayhi thu'banan yusamma bishuja' al-agra, yani bishuja' al-agra, kwamba yasalitishiwa twaje nyoka kwamba aitwa shaytanu al-agra, na huwa sema ainahu min an-nar wa adhafiruhu min hadid wa tula dhufrihi masirat yawm, asema macho yake kutokana na moto na kucha zake urefu wake ni urefu wa masafa siku moja nzima. Tuseme masirat yawmen ile katika nini, kwamba takriban kilo 40, kwamba urefu tu wa kucha zake huyo. Kisha akasema wayakulahu bi sautihi, asema karra'd al-qasif, yamja kwa yotoka sauti yake akamwambia قال أمرني ربي أن أعذبك أو أمرني ربي أن أضربك. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenamrisha toka sauti yake kama vile radi inavyopiga katika toa mvua, akimwambia asema, akija akimwambia hali kama vile asema wala amarna rabbi an adhribaka bi tarkika lisalati subhi ila tulu'i shams, wa man qala bi tarkika salati wa bi tarkika lisalati dhuhr ila dukhul al-asr, dukhul al-asr ila al-maghrib, wa ila al-maghrib ila al-isha, min al-maghrib ila al-fajr, kwamba kila wakati wa swala yaja kwake pale yampiga. Asema fa idha darabahu ghasa fil ardi 70 dhira'an, akishampiga na ile gongo lake basi asema yuingia zama ndani ya ile ardhi yake dhiraa 70, yani dhiraa moja hii 70, akiamka tena ampiga vile vile na vile vile. Mwenyezi Mungu Ta'ala jalini wenye kusimamisha swala ya Rabb, wale wenye kuacha la kasalan wala ghairi dhalik. Na pia vile nasema yuhshar yawm al-qiyamah tarikuna salat ala wujuhim 3 astur, ujilikana asema siku ya kiyama hufufuliwa katika nyuso zao kuna laini 3. Asema sauti ya kwanza asema katika sauti ya kwanza ambayo ya mudayyan haqq Allah, قال مضيعا حق الله, wewe uliopoteza haki ya Mwenyezi Mungu. Na sauti ya pili ya mudayyan haqq Allah, sauti ya pili anasema ya aisun an rahmatillah au ya aisun anta min rahmatillah, wewe ambao kwamba ulikuwa mbali ama leo kwamba katika hali uko mbali ya rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au hakadha tatu imenitoka. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalie wenye kusomesha swala na ni awe mwenye kutujalia inshallah mwenye kuitekeleza swala inavyotakana na kuhifadhi katika wakati wake. Na hadha salatika kanat al mu'minina kitaban mawquta, umekuwa katika swala umekuwa wakati wake, imekuwa jambo kama hilo, na Mwenyezi Mungu atupatie hudhur inshallah daima fihi. Ndio akasema wa'lam anna ruha jami' al ibadat wa ma'naha, basi jua kwamba ruhu
ya ibada zote, na maana yake inma huwa alhudhur, ni kuwa na hudhur ndani yake ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na hudhur kwamba kuhisi kwamba kumbe la Mola wako subhanahu wa ta'ala. Faman khalat ibadatuhu 'an alhudhur, basi ibada yake yule akiwa hakuna tena hudhur, fa ibadatuhu haba'an manthur, ibada yake ni kama tena ni upepo ambao kwamba ulikuwa kwa hauna maana, ni upepo wenye kupita tu, ni kitu ambacho chenye kupeperuka. Wa mathalu alladhi la yahdhuru ma'a Allah fi ibadatihi, basi mfano ule ambao kwamba hana hudhur na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yake. Mathalu alladhi yuhdi ila malikin 'azimin wa sifatan mayta, ni mfano wake ni kama yule mtu yampenda kumpatia mfalme ambao kwamba alikuwa mkubwa, wa sifatin kijakazi mathalan, au mwenye kumsaidia mayta alikufa. Mathalan yule kumletea mtu kufanya kazi mwenye kumsaidia na ankufa, kuna faida gani? Mmwekea mzoga mbele yake pale. Basi na vile vile ukifanya ibada ambayo kwamba haina hudhur, mfano wake ni vile vile mtangulizia Mola wako ibada ambayo kwamba haina ruhu, mtangulizia uzoga. Au sandukan farigan, au sanduku ambayo kwamba ndani yake hakuna kitu. Fama ajdaruhu bil'uqubati wa hirman al-mathuba, basi ni aula zaidi gani yule ambaye kwamba atakayefanya jambo kama hili kupata ukuba na hirman ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake. So kama umefanya istihana ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, umefanya istihana hukutambua kadri ya Mwenyezi Mungu wala hukujua haki na hadhara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inavyotakana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahdina fi man hadaita, rabbi Allahumma hadina bihudak wa la tuwallina waliya siwaka, waj'alna mimman khafa waj'al man khalafa amraka wa 'asaka, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatiha.